Taarifa nyingine tunaye hapa mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati Ibrahim Rahbi, karibu sana. Shukrani sana. Mambo ni mazuri? Nashukuru, alhamdulillah. Basi tuanzie hapa. Kwa hiki ambacho Marekani Iran imesema tayari kuanzia jana imefunga rasmi mlango bahari wa Hormuz huo. Kwa ufuatiliaji wako na namna unavyoangazia mambo, Iran inaweza kwa kiasi gani kuhimili uwezo wake wa kijeshi kuhakikisha kwamba huu mlango ambao tayari wanasema wameufunga unasalia hivyo kama vile ambavyo wanataka? Huhitaji jeshi kubwa kufunga mlango. Wala huhitaji kuchukua askari sijui 1000 ngapi wapeleke kwenda kufunga mlango. Linapokuja tangazo la tishio la mashambulizi kwenye mlango, inatosha kuufunga. Kwa hiyo si kwamba Iran wanahitaji labda wapeleke kikosi gani pale ili waweze kufunga mlango. Utakumbuka kuwa 2024 pale Bab el-Mandeb, mlango unaokutanisha kati ya pembe ya Afrika na pembe ya Yemen, Wahuthi waliifunga. Hawakuhitaji kupeleka askari, na kulitokea muungano ambao ulikuwa wa dunia. Zaidi ya nchi 58 ziliungana nyingi kuhakikisha kwa ule mlango hawawezi kufunga, lakini mwisho Trump alirudi kwenye meza kuweka mazungumzo ili mlango ufunguliwe, na haukuweza kufunguliwa licha ya mashambulizi yote. Kwa hiyo Irani kusema kuwa tunaufunga mlango, hawahitaji kupeleka kikosi chochote cha kufunga. Pale tu wamiliki wa meli wanapohisi kuna tishio la mashambulizi, wao wataweka meli pembeni, kwa sababu naweza sema zaidi ya 99% ya meli zinazopita pale ni za wafanyabiashara. Kwa hiyo kwanza, makampuni ya bima yanatoa bima zao, kwa hatuwezi tukaweka bima kwenye meli ambazo zinapita sehemu ambayo tunajua muda wote itashambuliwa. Hatuwezi tukaweka. Sasa kama meli inakosa bima hiyo, mmiliki wa meli hawezi kuingiza meli yake pale. Hata yeye ana hofu kuwa meli yangu inaweza ikashambuliwa, na kwa sababu wameona kwa vitendo kwa baadhi ya meli zimeshambuliwa. Sasa Iran wanaposema kwa tunafunga mlango, ni kweli, ni tangazo tu. Meli zote zinapewa taarifa kuwa ukivuka tunakushambulia. Hakuna atakayethubutu kwenda kwenye kifo. Sasa pale Marekani anaposema kuwa mlango uko wazi, unaendelea kutiririka, inabaki tu ni maneno tu kuwa mlango uko wazi katika kauli zako, kwa sababu hakuna meli ambayo inamilikiwa na jeshi la Marekani inayofanya biashara pale useme kuwa sasa napitisha meli zangu na zenyewe zitashambuliwa. Si tu kwa meli, mabaharia wanaofia uhai wao na vitu vingine. Rahmi, mara ya mwisho kabla ya kuelekea kwenye makubaliano, Marekani alikuwa anasema kwamba amepeleka askari wake na vikosi vyake vya majini kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ile wanaita mzingiro, kwa maana alikuwa amezingira. Huoni kwamba anaweza kutokana na kauli yake labda akawa anazisindikiza hizo meli kutokana na kile anachokiamini kwenye nguvu yake ya kijeshi, ama bado zitabaki kwenye maneno hivyo hivyo? Marekani alichoweka wakati huo ilikuwa ni blockade ya nyuma ya Hormuz. Kwenye mlango ulipokuwa yeye nyuma akaweka blockade. Blockade yake ilikuwa ni kitu kimoja tu, kuwa nyinyi Irani si mnazuia meli zisipite, na sisi tunazuia meli zenu zisivuke. Ndio alichoweza, sio kwenda kujaribu. Unaposema kuwa nitasindikiza meli, hebu tufanye kuwa wakati Marekani anaanza pale vita alikuwa na meli 2 kubwa ikiwemo Lincoln. Zilikwenda wapi? Ziliondolewa. Kwa sababu gani? Ya tishio la drone. Drone tu zinakutia hasara na unaamua kuondoa. Meli kubwa iliondoka, nyingine ilienda Cyprus, nyingine ikaenda Ugiriki kule, na zikaondoka. Ndio meli ambazo zilikuwa zina uwezo mkubwa wa kusema kuwa kama kungekuwa na usindikizaji, basi hizi zilitakiwa kuwa kinara, kwa sababu ni meli za kisasa zile zenye uwezo mzuri wa kuzo makombora, kunusa, kupangua, kufanya vyovyote vile, lakini ziliondoka kwa sababu ya hasara. Irani alichofanya, zile meli alikuwa akipeleka drone nyingi. Drone za Irani zina thamani ya 20,000 mpaka 50,000. Anakujazia juu ya anga. Zile meli zinahisi tishio, kwa hiyo inabidi zifanye intercept, kuzipiga zile drone. Kila kombora moja linalotoka pale si chini ya dola milioni 1. Kwa hiyo hasara ikawa kubwa, kwa anakupelekea nyingi na unatumia gharama kubwa kutaka kupangua. Kwa ile hasara ikasababisha zile meli ziondoke, kwa sababu tuko kwenye tishio na hatuwezi kuacha kuzishambulia, kwa sababu hatujui, je, inataka kutulenga au imekuja kutusumbua. Kwa hiyo ikabidi atumie gharama kubwa. Marekani akaona kuwa haiwezekani, akaondoa. Sasa unaposema kuwa nitasindikiza, ni vigumu sana kusema kuwa unasindikiza wakati gani, kwa sababu Irani alisema jana, Ibrahim Azizi, mmoja wa bunge ambaye yuko kwenye kamati ya usalama, alisema kuwa tuliukamata mlango wetu kwa kutumia nguvu na tutaulinda kwa kutumia nguvu. Na walisha hapa akisema wiki 3 zilizopita au 2, alisema, ambaye ni msuluhishi mkuu wa haya mazungumzo, Mohamed Garibaf, ambaye ni speaker, alisema kuwa sisi Hormuz ndio silaha yetu kubwa, kwa hiyo hatuwezi kuja kuiachia.
Na ukitazama hii vita ambayo Saudi anakusomea hapa, Marekani anasema imelenga zaidi ya sehemu 140. Imekaa ikitupa namba tu 140, sijui 300 ngapi, lakini hatuoni majibu, yani matokeo ya baada ya kile ambacho kinakuwa kinatokea, kwa sababu hawa watu ukirudi 28 Februari 28 wakati ameuawa Khamenei, na wiki 3 za kwanza za vita, Irani walikuwa kwenye engo ya kudondoka. Yani tunasema kuwa serikali na dunia nzima ilikuwa ikiamini kuwa ni swala la muda tu ule utawala kuanguka. Sawa. Sasa leo hii hawapigani tena kujinusuru kutoka madarakani. Leo wanapigania wapi? Hormuz. Sio, umeelewa? Kwa hiyo kama Marekani atabaki kupiga bla bla kwenye Hormuz, ni mchezo mzuri kwa Iran. Yani kwa wao wanaona hapa ndio tunatakiwa tuchezee. Sio wakati ule tunachezea chumbani kwetu, muda wote mnaweza mkadondosha nyumba yetu. Lakini mara hii tunacheza nje ya uwanja, ambapo tunacheza nje ya malengo yenu. Hatujadili tena nyuklia, hatujadili makombora, wala hamjadili regime change, wala hatujadili kuhusu proxy wetu. Tunachojadili hapa ni Hormuz, nani anaidhibiti. Kwa hiyo ni mchezo mzuri sana, isipokuwa nadhani muda si mzuri sana kwa Marekani na Israeli, kwa sababu wanaenda kwenye uchaguzi na Irani anafurahia huu mchezo. Kwa hiyo kama vile mchezo wa kujificha namna unaofanyika. Lakini Rahbi, tunajua kwamba kulikuwa na makubaliano yale ya siku 60. Bado hayajafika, hali imekuwa hivi sasa. Nini ambacho kimesababisha kurudi nyuma? Kwa sababu kulikuwa na mazungumzo mara kwa mara, makubaliano yameenda, mlango umefunguliwa. Kwa nini tumerudi tena huko? Nadhani ilipaswa dunia tuulize. Unajua, kabla ya kufika makubaliano yale vifungu 14, kila upande ulikuwa ukiwasilisha njia. Marekani alikuwa na vifungu 10, akaja akifanyia marekebisho vikawa vifungu sijui 18, akafanyia marekebisho vikawa 12. Irani naye alikuwa na 10 mwanzo, akaongeza vikawa 14. Wakati wanabishana, Marekani kaweka blockade na Irani amefunga mfereji wa Hormuz. Kila mmoja alikuwa anapendekeza kuwa kama unataka tufikie makubaliano tutatumia njia hii. Kwa hiyo kila mmoja alipeleka njia yake. Mwisho wa yote, wakati wanatupa tangazo la kusema kuwa wamefikia kwenye makubaliano, wakatangaza kuwa watapita kwenye MOU, walikubaliana kwenye MOU yenye vifungu 14 ambavyo kiasili vifungu vile vimeandikwa na Iran. Sasa utekelezaji wa vile vifungu, baada ya Marekani kujikuta amenasa, ndio anaanzisha vurugu, kwa sababu ukweli kuwa kinachofanyika ni ukiukwaji wa makubaliano ya MOU. Kifungu cha 5 kinasema ikiwa MOU hii itasainiwa, basi uratibu wa shughuli zote za upitishaji wa meli kwenye mlango zitaratibiwa na Irani, kuanzia pwani ya Omani mpaka pwani ya Irani. Sasa wameisha saini, wamefika kwenye hayo makubaliano, na Irani anaanza uratibu sasa wa meli zote zipite. Marekani anaanzisha njia mpya pembeni ya Oman, kinyume na mkataba wa 5, kifungu cha 5. Ndio vurugu inapoanzia. Sasa Marekani anachotafuta hivi ni kujipapatua, angalau aweze kuchekecha kurudi kwenye MOU mpya, yani kuwa ajaribu kuchekecha, kwa sababu vile vifungu 14 Saudi, ukisoma kuanzia cha kwanza mpaka cha 14 hakuna sehemu Marekani amepata. Mwisho cha 13 na 14 kuwa kutakuwa Irani hatomiliki nyuklia, kitu ambacho tangu kwenye mazungumzo ya kwanza na ya pili yaliyozalisha vita zote mbili, Irani amesema kuwa sitengenezi. Sasa katika haya makubaliano yote Trump amejikuta kaisha nasa, kwa sababu hasikilizi washauri, ni yeye kila kitu anaamua. Mwisho wote wanakuja kumuonyesha kwa umeingia kwenye vifungu 14 na vyote wewe unampa. Kwa sababu tumeona katika hili shughuli kubwa iliwapeleka makombora, nyuklia, kila kitu, lakini mwisho wamefungua mali za Irani, wameondoa vikwazo kwa Irani, Irani auze mafuta. Yani wanampa na kumpa na kumpa na kumpa, wao wanapata nini? Sasa ndio wanapostuka mwishoni kuwa mbona tunampa tu. Sasa Rabi, kwa ufupi, mara ya kwanza ilikuwa nipige nikupige, baadaye wakaona kwamba mlango unaweza usifunguke mpaka tukae mezani, wakaketi, baadaye makubaliano yalivyofikiwa yale, mlango ukafunguliwa. Na sasa hivi Iran anaenda kuzuia tena. Marekani atatumia mbinu gani? Atarudi tena kwenye mazungumzo, aonekane ameshindwa, ama ataendelea kutumia ubabe wake ambao tumeteleza? Hakuna ubabe unaweza ukafungua pale, hana chaguo, ni kukubaliana na hali iliyopo. Kuwa hii ndio hali. Kuna kitu kimoja kilitokea, mfano CENTCOM alitangaza jana, wasema kuwa tangu mwezi Mei sisi tumepitisha meli 400 ambazo meli 800 ambazo karibu pipa milioni 400 ambazo zimepita pale. Kwa hiyo Irani hajaudhibiti ule mfereji. Hii siri alitoa Israeli mwezi uliopita. Gazeti la Israeli la Hayom liliandika hii siri, likasema kuwa wakati Trump analazimisha makubaliano, walitoa siri wakasema kuwa kilichotokea sio kuwa Irani walikuwa hawajui yale mafuta yanapita. Kilichotokea, Marekani ililipa Irani mabilioni ya fedha
ili ijifanye haioni kwa ajili ya kupunguza bei ya mafuta duniani. Ndio Marekani akaamua kupitisha. Kwa hiyo Syria alitoa Israel. Sio kwamba Marekani alikuwa na uwezo wa kupitisha, wangeshambulia. Isipokuwa walipewa njia na Irani baada ya kulipa mabilioni chini ya meza. Kwa hiyo kitachotokea hivi sasa ni hicho kuwa ima awajibike kuilipa zaidi Iran, manake Iran wanafaidika sana kwenye hili. Kadri Marekani anavyojaribu kutumia nguvu, mwisho anakuja kuwalipa kwa gharama kubwa. Kwa hiyo muda tutatupa majibu hapo baadaye. Unaona kuna dalili ya kuisha mgogoro huu? Ya, ipo kwa sababu kama huu mgogoro uliozuka hivi juzi ambao kumekuwa na mashambulizi makubwa, hii yote imetokana na taarifa iliyochapishwa na Israeli kumpa Marekani baada ya mkutano wa NATO, kumwambia Trump Iran wanataka kukuua. Ndio pekee uliosukuma hili. Na jana gazeti la Israeli la Hayom liliandika taarifa kuwa, likinukuu gazeti la Wall Street Journal, inasema kuwa mpango ule ulitumika tu na Israeli kumshawishi Trump ili arejee vitani, kumwambia kuwa wanataka kukua. Sasa hii yote inayotokea hapa ni panic ya Donald Trump kuwa niko kwenye tishio la kuuawa. Maana unasikia juzi anasema nikiuawa washambuliwe waishe wote, nikiuawa, yani imekuwa ni kitu kinachomsoma. Kwa hiyo hapa hivi sasa tuko kwenye hilo, na ugumu ni kuwa mafuta yamepanda sana Marekani. Israel jana imetangaza uchaguzi tarehe 27 ambao hauko upande wa Netanyahu. Marekani hali inazidi kuwa ngumu, kuwa hawaelewi nini kinatokea. Muda haumruhusu Trump kufanya anayoyafanya. Kwa hiyo lazima arudi tena kwenye meza. Na wale Irani wanajua huu mchezo tunavyoucheza tunaupeleka mpaka sehemu fulani. Kwa hiyo ni ngumu kwa Marekani na Israel. Shukran sana Rahbi. Shukran sana. Ni Ibrahim Rahbi huyo, tumekuwa naye hapa, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, tukiangazia mgogoro huo wa Marekani na